Tena kukutana katika nyumba yake siku hii ya leo. Kwa hivyo sifa zote na zikamrudia kwa kuwa hakika anatujali, yeye anatupenda, naye ametutendea mengi na ametutendea mema. Bwana apewe sifa. Asubuhi ya leo na tutaingia katika kitabu cha Mwanzo hapo 26. Mwanzo 26. Tuanzia hapo 1. Inasema kwamba ikawa njaa katika nchi hiyo, mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahimu. Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Wafilisti huko Gerari. Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayokuambia. Kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki, maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote, nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako. Nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, nami nitawapa uzao wako nchi hizi zote, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia. Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu, akahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tunasikia Bwana akinena na Isaka, na sababu kulikuwa na njaa wakati huo, naye Isaka akaambiwa ati asiende, usishuke kwenda Misri, akae katika nchi atakayoambiwa na Mwenyezi Mungu. Na akaambiwa akae ugenini. Na Bwana akamwambia kwamba akikaa kule ugenini, Bwana atakuwa pamoja naye na kwamba atambariki. Maana alimwapia yeye na nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote, nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako. Na akamwambia kwamba atazidisha uzao wake kama nyota wa mbinguni, na atawapa uzao wake nchi zote, na katika uzao wake mataifa yote ya dunia watakuwa wakubarikiwa. Kwa hivyo Isaka akae kule ugenini, lakini Bwana akamwambia kwamba atakuwa pamoja naye, atambariki na atabariki hata uzao wake. Na anamwambia kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu, akayahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kwa sababu ya baba yake Isaka, tunaona kwamba Isaka naye pia anabarikiwa na Mwenyezi Mungu. Na Bwana anamwambia kwamba kwa vile baba yako pia alishika sheria zangu, nami pia nakuapia ya kwamba ukikaa kule ugenini, nami pia nitakubariki ukiwa mahali pale. Na Isaka tunaambiwa akakaa katika Gerari. Watu wa mahali hapo wakamuuliza habari za mkewe, akasema, ni ndugu yangu huyu, maana aliogopa kusema ni mke wangu. Watu wa nchi wasije wakamuua kwa ajili ya Rebeka, kwa maana alikuwa mzuri wa uso. Na tunaambiwa kwamba ikawa alipokuwa amekaa huko siku nyingine, Abimeleki mfalme wa Wafilisti akachungulia dirishani, akamuona Isaka anacheza na Rebeka mkewe. Abimeleki akamuita Isaka akasema, yakini huyu ni mkeo, mbona ulisema ni ndugu yangu huyu? Isaka akamwambia, kwa sababu nalisema nisife kwa ajili yake. Abimeleki akasema, ni nini hii uliyotuletea? Labda mtu mmoja wapo angalilala na mkeo bali bila kufikiri, nawe ungalitutia hatiani. Basi Abimeleki
akawaamuru watu wote akisema, amgusaye mtu huyu au mkewe lazima atauawa. Kwa hivyo Isaka, kumbuka, anaishi ugenini. Akiwa hata na mkewe wanaishi pale ugenini. Naye akawa na kuogopa ya kwamba akisema Rebeka ni mkewe atauawa ili mtu amnyang'anye mke wake. Na tunaona hapa Abimeleki alipotizama akaona kweli Rebeka ni mke wa Isaka. Na hapa akamwambia, kwa nini basi umetudanganya? Na kwa hiyo akaambia watu wote, yani Abimeleki akaambia watu wote ati kwamba amgusaye mtu huyu au mkewe lazima atauawa. Yani kwa hivyo wasimguze Isaka na wasiguze mkewe Isaka. Kumbuka anaishi ugenini. Na huko Bwana amemwambia, ishi huko, nitakuwa pamoja nawe. Kwa hivyo hayuko katikati ya watu wao, hayuko katikati ya watu ambao wanamjua. Yuko katikati ya watu ambao ni foreigners. Bwana yeye yuko kule kama mgeni. Bwana apewe sifa. Na tunaambiwa kwamba Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kustawi hata akawa mkuu sana. Kwa hivyo akiwa kule tunaambiwa akapanda mbegu mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja, na Bwana akambariki, na tunaambiwa mtu huyu akawa mkuu, akazidi kustawi hata akawa mkuu sana. Na kumbuka yuko katika nchi ya ugeni. Na alienda kule sababu kulikuwa na njaa. Bwana asifiwe. Lakini Bwana amemwambia, wewe kaa huko, nitakuwa pamoja nawe. Baba yako alitii sauti yangu, baba yako alishika sheria zangu, na wewe pia shika sheria zangu, nami nitakubariki. Na hakika tunamuona Isaka amekaa kule akiwa nchi ya ugeni, na bado Bwana akambariki, kwa sababu tunaambiwa alipanda mbegu mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki, na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kustawi hata akawa mkuu sana. Akawa na mali na kondoo na mali akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi. Hao Wafilisti wakamhusudu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo akaanza kuwa hata ako na mali nyingi. Na kumbuka anaishi kwa ugenini. Lakini akaanza kuwa na mali nyingi. Akawa hata na ng'ombe, akawa na kondoo wengi, akawa hata na watumwa. Na tunaona kwamba Wafilisti wakaanza kumwonea wivu. Bwana asifiwe. Wakaona mtu huyu kweli amebarikiwa. Na tunaambiwa na vile visima vyote walivyochimba watumwa wa baba yake siku za Ibrahimu babaye, Wafilisti walikuwa wamevifukia, wakavijaza kifusi. Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. Basi Isaka akatoka huko, akapiga kambi katika bonde la Gerari, akakaa huko. Bwana asifiwe. Sasa yuko kule ugenini, aliambiwa na Bwana aishi. Na tunaona akiwa kule akapanda mbegu, na bado akaweza kupata akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Tunaona kwamba hata akawa kwa kuchimba maji na anapata. Bwana apewe sifa. Akawa hata na mali nyingi, akawa na kondoo, akawa na watumwa. Kwa hivyo akiwa mahali pale, ingawaje kulikuwa kumekauka, ingawaje hata kama kulikuwa na ukame, Bwana apewe sifa, but yeye ile alikuwa anafanya, Bwana alikuwa anabariki kazi ya mikono yake. Yuko ugenini, lakini Bwana anabariki kazi ya mikono yake. Mpaka Wafilisti tunaambiwa wakaanza kumhusudu. Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. Basi Isaka akatoka huko, akapiga kambi katika bonde la Gerari, akakaa huko.
Isaka akarudi akavichimba visima vya maji walivyovichimba siku za Ibrahimu babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Ibrahimu, naye akaviita majina kufuata majina alivyoviita babaye. Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo akakiita jina ya kile kisima Iseki, kwa sababu waligombana naye. Bwana apewe sifa. Sasa Abimeleki anamfukuza Isaka, ondoka hapa kwa sababu wewe umekuwa na nguvu sana. Isaka naye akaondoka vile tu amefukuzwa na Abimeleki, na mahali alienda tunaambiwa kwamba pale tena akawa wakichimba kisima na kikatoka maji ambayo inabubujika. Na tunaambiwa kwamba wachungaji tena wakaja na wakamnyang'anya ile maji. Ati wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo akakiita kile kisima Eseki, kwa sababu waligombana nao. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo akaachilia hiyo kisima, akanyang'anywa na wale watu. Tena tuambiwa wakachimba kisima kingine, wakagombania na hicho tena, akakiita jina lake Sitna. Akatoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakugombania, akakiita jina Rehobothi, akisema, kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Akapanda kutoka hapo mpaka Beersheba. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Isaka alienda akinyang'anywa, anachimba kisima kinatoa maji, anakuja ananyang'anywa, anaachilia inaenda tena, anachimba kisima kingine kina maji tena, wanakuja wanagombania, wanakumnyang'anya tena. Bwana asifiwe. Lakini yeye bado alikuwa anaachilia. Kumbuka kwamba ndiye aende nchi ya ugeni. Mungu Baba ndiye alimwambia aende na akae mahali pale. Na hata alipokaa mahali pale, wale watu wa pale ni kama hawakumkaribisha, kwa sababu yeye akifanikiwa walikuwa ni kama wanamuonea wivu, mpaka wanamfukuza, ondoka mahali hapa, enda mahali pengine. Naye mahali pale pengine anaenda, bado Bwana anambariki akiwa mahali pale. Bwana bado anamuinua akiwa mahali pale. Tena wanamfuata pale, wanamnyang'anya kile ambacho amebarikiwa nacho. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ukimwangalia Isaka, hakika alikuwa ni mtu amebarikiwa na Mwenyezi Mungu. Bwana alikuwa amenena juu yake Isaka, akamwambia, ukikaa hapa nami nitakuwa pamoja nawe. Na Bwana alikuwa pamoja na Isaka. Jambo lolote lile wale watu walikuja na kumtendea Isaka, hata kama ni kumnyang'anya mali yake, hakupigana na hao watu. Bwana asifiwe. Ndio jambo moja tunaona ni kwamba Isaka hakupigana ati apiganie aseme hapana, hii ni yangu, ni mimi nimechimba. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kazi yake yote ile alikuwa anatenda, alikuwa ananyang'anywa, but still Mungu anambariki tena. Bwana asifiwe. Kumekauka, ndio watu hawana maji. Watu wanatafuta maji, kwa wakati huo ilikuwa ni precious sana. Watu wanatafuta, lakini yeye akichimba anapata maji, wanamnyang'anya. Kidogo yeye akichukua mbegu apande, hata kama kumekauka bado anavuna. Bwana apewe sifa. Sababu Bwana alikuwa pamoja naye. Wanamsukuma mpaka nje, anatoka kule nje. Bwana asifiwe. Na hata akiwa kule nje, chochote kile anafanya, Mungu anakibariki. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndugu na dada, katika ukimwangalia hata vile Isaka alikuwa, tunaona kwamba haikuwa nguvu za Isaka, ilikuwa ni Mwenyezi Mungu akiwa pamoja naye Isaka. Bwana asifiwe. Kwa sababu alikuwa ameshamnenea kwamba nitakubariki, nimekupatia. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo yote ile Isaka alikuwa anatenda, Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa hivyo haikujali
haikujalisha kama yuko kule kwa desert, haikujalisha kama amefukuzwa nje, haikujalisha kama ako na marafiki ama hana marafiki, haikujalisha kama watu ni adui zake au ni rafiki zake. Bwana asifiwe. Baraka hakukosa kuziona sababu ya vile watu walimfanyia. Hakukosa kuona mavuno sababu watu hawakumtakia mema. Hakukosa kuona baraka sababu watu walikuwa na wivu naye. Yeye bado alizidi kuona mambo mema ikimtendekea. Wakimfungia hii mlango anafunguliwa ingine, wakifunikia hii ingine inatokea pale. Bwana asifiwe. Kwa hivyo inakuwa ni ngumu sana kumnyamazisha Isaka, naye hakuwa anajipigania akitoa visu na kusema hapana, tutapigania kisima hiki. Bwana asifiwe. Sababu mwenye kumbariki hajapungukiwa na baraka. Mwenye kumpatia mkono wake sio mfupi. Bwana asifiwe. Sio kusema Bwana atakubariki tu sababu umeketi pale katikati ya watu ambao wanakupenda. Hata ikiwa watamfukuza bado anabarikiwa. Bwana asifiwe. Hata akitembea mahali pamekauka bado anaona baraka zake Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Yeye tu yake ilikuwa aamini vile Mungu alimwambia, atii vile Mungu alimwambia, afuate kama baba yake Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Naye hakukosa kuona mkono wa Mungu ndani ya maisha yake. Kwa hivyo aliishi akiwa ni mtu mbarikiwa. Akipanda mahali anapokea. Mpaka tunaona Abimeleki mfalme akiwa na uwivu naye. Bwana asifiwe. Mpaka anakuja anamwambia, ondoka sababu wewe umekuwa na nguvu kutuliko sisi. Ondoka mahali hapa, umekuwa na nguvu kutuliko sisi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakuna mahali Mungu hawezi mbariki mtu wake. Sio kusema mahali hapa nimekaa adui wamenizingira. Mahali hapa nimekaa watu hawanitakii mema. Mahali hapa nimekaa hawa watu wote ni kama wananipangia mambo mabaya. Bwana asifiwe. Ikiwa Bwana amenena na kusema mtoto wangu nimekubariki. Bwana asifiwe. Hizo baraka sio za watu kukule. Sio watu wanahitajika ndio ubarikiwe. Bwana asifiwe. Sio watu wakupende ndio ubarikiwe. Bwana asifiwe. Ikiwa Mungu amesema watu wapende au wasipende, bado baraka hizo ni zako. Ikiwa kama Ibrahimu, kama Isaka, utasikia sauti yake na kumfuata. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo haikuwa ngumu kwa Mungu kumbariki Isaka hata mahali pamekauka. Hata kule kunaonekana hakuna maji, akichimba maji na kuwa pale. Bwana asifiwe. Kule kunaonekana kumekauka, akipanda anapata mavuno. Bwana asifiwe. Sababu dunia ni ya Mungu na yote iliyo duniani ni yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama ameamuru baraka kwake Isaka zitamkujia hata awe wapi. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tusiwe wa kuingia katika kifungo cha wanadamu. Ati kama sio huyu siwezi. Kama sio huyu kunipatia sina. Bwana asifiwe. Kama sio hawa watu mimi basi nitateseka. Ninahitaji hawa ndio nibarikiwe. Bwana asifiwe. Sema ndani yako kwamba ni Mungu unahitaji. Bwana asifiwe. Na ukiwa na Mungu imekutosha. Hata uwe mahali pamekauka vipi, ukiwa na Mungu upande wako imetosha. Yeye ni zaidi ya jeshi. Yeye ni zaidi ya marafiki 1000. Yeye ni zaidi ya watu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo yeye akiwa upande wako already una baraka. Na tunamuona Isaka mahali pamekauka, yeye tu na nyumba yake. Bwana asifiwe. Lakini akiwa pale tunaona anaanza kuwa na mali. Wakati watu wanahesabu kupoteza, kuna ukame. Unajua wakati wa ukame watu, kuna vitu nyingi watu hupoteza. Bwana asifiwe. Lakini yeye kondoo wanazidi, ng'ombe wanazidi. Kile anapanda anapata, akichimba maji anapata. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Isaka hakuhitaji wanadamu. Yeye alihitaji tu kushika vile Mungu amemwambia. Kwa hivyo ni nini Bwana ametuambia siku ya leo? Ni nini Bwana amenena juu ya watu wake? Ni nini Bwana amenena juu ya Wakristo? Ni maneno gani amenena juu yetu? Bwana asifiwe. Kwa sababu tukiamini, tutii, tufuate sheria yake, hakika tutaona yale yote ametuahidia. Haijalishi hata kama tusiseme serikali haitaki watu. Haleluya.
serikali haitaki, ama tusiseme chief fulani hataki, ama watu wa hapa hawataki. Bwana asifiwe. Haijalishi kile wanataka au hawataki, kile Mungu amesema ndio itatimia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ikiwa Bwana amenena baraka juu ya watu wake, basi hiyo baraka iko juu ya watu wake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usiangalie macho ya watu na kusema wameniangalia vibaya, sioni biashara yangu ikiendelea. Watu hapa ni kama wanazungumza vibaya, sioni mambo yangu ikiendelea. Bwana asifiwe. Weka imani yako kwa Mungu. Isaka aliweka imani yake kwa Mungu. Kama vile baba yake alimwamini Mungu na akabarikiwa, naye Isaka alimwamini Mungu na Mungu akambariki. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni yeye tu tunastahili kufuata maishani mwetu. Tumshike yeye mkono. Mambo yawe ni mazito namna gani. Wacha kuangalia ukame na kusema kumekauka. Wacha kuangalia na kusema biashara nyingi zimefanya, watu wengi kumeenda hivi, ripoti zinasema hivi, ukiangalia habari inasema hivi. Bwana asifiwe. Je, Mungu anasema nini? Bwana asifiwe. Kama Isaka angesikiza watu, angejiita outcast, angesema nimefukuzwa na Abimeleki. Angeangalia sema ona ninaishi mahali pamekauka, ona visima za baba yangu zimefunikwa zote, wotile mai. Bwana asifiwe. Kwa hivyo angeishi akiteta na kuangalia yale hana. Bwana asifiwe. Lakini promise ya Mungu kwake ni baraka. Kwa hivyo hakushika mbegu na kusema sasa napanda wapi mbegu, ona vile kumekauka. Bwana asifiwe. Hiyo ameshika, alipanda. Ni Mungu ameniambia. Ni Mungu amenibariki. Ni yeye amenituma. Yeye ndiye ameniambia niishi hapa hata kama pamekauka. Yeye ndiye ameniambia nikae mahali hapa naye atanibariki. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hebu tuangalie every opportunity na kuona Mungu mahali pale. Bwana asifiwe. Tusilie kama vile wengine wanalia. Ati tunaambiwa ati akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania, akakiita jina lake Rehobothi, akasema kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Alinyang'anywa zile zingine mbili, na sasa alipochimba hawakumnyang'anya, hawakupigania tena. Akasema naye kwa sasa Bwana ametufanyia nafasi. Hasemi watu wametuachia, anasema Bwana ametufanyia nafasi. Kwa hivyo chochote kilikuwa kinamtendekea alikuwa na hesabu ni kutoka kwa Bwana. Haleluya. Bwana ametufanyia nafasi. Bwana asifiwe. Si wale watu wametuhurumia ama wameona ni vizuri watu wache sasa. Bwana asifiwe. Ni Bwana. Kwa hivyo baraka zake anahesabia ni Bwana. Chochote anahesabia ni Mungu amenipatia. Ametufanyia nafasi na tutazidi katika nchi. Akapanda kutoka hapo mpaka Beer-sheba. Bwana akamtokea usiku ule ule akasema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu baba yako. Usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Nami nitakubarikia na kuzidisha uzao wako kwa ajili ya Ibrahimu mtumishi wangu. Bwana asifiwe. Mungu akamtokea, tunaona akamwambia ati kwamba niko pamoja, usiogope, niko pamoja nawe, nami nitakubarikia na kuzidisha uzao wako kwa ajili ya Ibrahimu mtumishi wangu. Bwana asifiwe. Yaani Bwana bado anazidi kuja pale karibu naye na kumnenea hata wakati watu around hawampendi. Bwana asifiwe. Lakini bado Bwana anamnenea na anamnenea baraka ndani ya maisha yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Isaka angekuwa mtu wa kuteta kama vile wengi wetu. Angekuwa mahali pale akiongea vile kila kitu imeharibika. Hapa ameambiwa kae hapendwi. Hapa ameambiwa kae amefukuzwa. Huku kumekauka, huku kumefanyika, huku kumefanyika. Hata ni vigumu kusikia sauti ya Mungu katikati ya kilio chetu. Bwana asifiwe. Wakati tunateta tukisema kumeharibika,
Bwana asifiwe. Hebu tuangalie Mwenyezi Mungu. Ni maneno gani ananena juu yetu? Ni nini ananiambia wakati huu? Wakati kuna kilio kila mahali, Bwana ameniambia nini? Kabla kilio kianze, Bwana aliniambia nini? Wakati wa kilio ni nini ananiambia nitende? Ni wapi ananiambia nisimame? Bwana asifiwe. Na akisema enda au akisema simama, sio nimuoneshe nisema but angalia kumeharibika. Bwana asifiwe. Anajua vile kulivyo. Hata akimtuma Isaka alijua akina Abimeleki ni watu wa aina gani. Alipomwambia kae pale alijua hiyo nchi ni nchi aina gani. Bwana asifiwe. Na aliposema atabariki alijua nguvu zake. Bwana asifiwe. Na kumbuka Mungu sio mwanadamu adanganye. Haleluya. Kwa hivyo ikiwa alisema amesema. Haleluya. Na hiyo jambo ambalo amesema tunaweza rudi kwake na kumwambia Mungu Baba ulinena na hakika atatimiza, sababu yeye sio mwanadamu. Bwana asifiwe. Akamwambia niko pamoja nawe, usiogope, nitakubariki na kukuzidishia uzao wako kwa ajili ya Abrahamu mtumishi wangu. Akajenga madhabahu huko, akaliita jina la Bwana. Akapiga hema yake huko, na watumwa wa Isaka wakachimba kisima huko. Alafu tunaambiwa hapo 26, ndipo Abimeleki akamwendea kutoka Gerari pamoja na Ahuzathi rafiki yake na Fikoli jemedari wa jeshi lake. Isaka akawauliza, mbona mwanijia nanyi mmenichukia mkanifukuza kwenu? Wakasema, hakika tuliona ya kwamba Bwana alikuwa pamoja nawe, nasi tukasema na tuapiane sisi na wewe na kufanya mapatano nawe ya kuwa hutatutenda mabaya iwapo sisi hatukukugusa wewe wala hatukukutendea ila mema, tukakuacha uende zako kwa amani. Nawe sasa mbarikiwa wa Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Abimeleki amekuja kwake Isaka, na tunaona akisema kwamba Isaka kwanza anauliza kwa nini? Anauliza, mbona mnanijia nanyi mmenichukia mkanifukuza kwenu? Mmekuja kwangu na mlinifukuza kwenu. Nao wanasema tuliona ya kwamba Bwana alikuwa pamoja nawe. Haleluya. Kwa hivyo wao mahali wako walikuwa naona Isaka akibarikiwa. Ndio wamemfukuza, lakini wanaona jamaa amepanda, amevuna. Kondoo wake wanazidi, ng'ombe zake wanazidi, watumwa wake ni wengi. Anazidi kuwa tajiri katikati ya mambo magumu. Wanamnyang'anya visima vya maji, lakini bado anachimba kwingine na kupata. Wanamnyang'anya hii, bado anachimba na anapata. Bwana asifiwe. Wanamfukuza, bado anabarikiwa. Bwana asifiwe. Yaani hakuna jambo wanamtendea ni kama inamwangusha Isaka, anazidi kuinuka. Kwa hivyo mpaka wakaelewa Bwana ndio yuko pamoja naye. Bwana asifiwe. Huyo mtu ako na Mungu. Mungu anatembea na yeye. Sababu everything tunamgonga nayo bado anainuka. Tunajaribu bado anainuka. Tunajaribu kumvunja spirit yake bado anainuka. Bwana asifiwe. Lazima iwe yu pamoja na Mungu. Mungu anatembea na yeye. Wamemfukuza, hata Isaka anajua watu wale wananichukia. Vile anasema mnanichukia, sababu walielewa wanamchukia. Lakini hata kama wanamchukia, Isaka hakukosa kupanda na anavuna. Hakukosa kuchimba, hakukosa kuzidi kutafuta, hakulose hope na kujifunika na kusema watu wamenitupa. Haleluya. Sio familia yako kukutupa, sio watu wengi kukataa kukusikia. Bwana asifiwe. Ni Mungu kukushika mkono nawe kumuona katika maisha. Bwana asifiwe. Nao wakiwa wamemtupa, Isaka anaona akiwa peke yake, lakini watu hao bado wamempiga darubini. Bado wanaangalia modoli nini inamfanyikia, yuko vipi? Wanaangalia, wanaona bado wanainuliwa na Mungu. Bado wanachimba na anapata maji. Bwana asifiwe. Bwana yu pamoja naye.
Na sasa wakashuka waende wakutane na yeye. Washamfukuza, wanajua tumemfanyia yote. Sasa wamekutana, wakashikana. Abimeleki tunaambiwa kwamba akaenda pia Ahuzati rafiki yake na Fikoli jemedari wa jeshi yake. Kwa hivyo amechukua jemedari wa jeshi na amechukua hata rafiki wake waende wamuone. Bwana asifiwe. Yeye hana vita, hakugonga hata hakupigana hata na wale wachungaji. Bwana asifiwe. Akifukuzwa hakutukana na hakufanya chochote. Bwana asifiwe. Lakini sasa wameshikana mpaka na amri jeshi waende kumuona. Bwana asifiwe. Na wanapofika pale wanamwambia, hakika tuliona kwamba Bwana alikuwa pamoja nawe, nasi tukasema tupatane sisi na wewe. Hebu tupatane sisi na wewe. Bwana asifiwe. Na kufanya mapatano nawe. Kwa hivyo wameelewa kuna nguvu nyingine ndani ya Isaka. Sio yeye peke yake wanapigana naye. Hajasimama peke yake. Kunaye anayemshika mkono. Kuna yule anambariki hata tunapomwombea mabaya. Kuna yule anamshikilia hata wakati tunajaribu kumwangusha. Hata wakati tunamtupia mabaya, kuna yule anamuinua juu. Bwana asifiwe. Na ni Bwana yu pamoja naye. Kwa hivyo huyo sio wa kupigana naye, huyo ni wa kuleta karibu. Hebu tupatane na yeye. Bwana asifiwe. Ati tupatane na wewe na kufanya mapatano nawe ya kuwa hautatutenda mabaya. Na Isaka hakuwa hata amewapangia mabaya. Lakini walijua mabaya inaweza kuwatendekea. Sababu yule tunapigana naye ni mtu wa Mungu. Haleluya. Ni mtu ambaye Mungu ameshika mkono. Ati hautatutenda mabaya iwapo sisi hatukukugusa wewe wala hatukukutendea ila mema. Bwana asifiwe. Tukakuacha uende zako kwa amani. Kwa hivyo sasa hatujafanya mabaya sisi. Haleluya. Yaani ni kama kusije kukawa na pigo kutoka kwa Mungu. Tulikuacha uende kwa amani na sasa mbarikiwa wa Bwana. Bwana asifiwe. Sasa mbarikiwa wa Bwana. Basi akawafanyia karamu, nao wakala wakanywa. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakaapiana wao kwa wao. Kisha Isaka akawapa ruhusa, nao wakaenda zao kwa amani. Kwa hivyo hao watu hawakuwa na amani. Haleluya. Tumemtendea mabaya na bado Mungu amemshika mkono. Kwa hivyo waliona kuna jambo ndani ya huyu mtu anaitwa Isaka. Nasi pia hata kama Wakristo tuache kushikilia binadamu. Tuache kushikilia jina za watu. Fulani ndiye amenishika mkono. Fulani ndiye amenisimamisha. Fulani ndiye atanifanyia. Haleluya. Ati kama sio yule siwezi. Nikitaka usaidizi nakimbia mahali fulani. Hebu usaidizi wetu uwe ni kwa Mungu. Na the more umeshikilia Mwenyezi Mungu, hata watu wakutakie mabaya namna gani, Mungu bado atakuinua. Wale walikuwa ni adui zako bado watakuja kuwa rafiki zako. Wakishaona ya kwamba hakika sio wewe umejisimamisha, ni Bwana amekusimamisha. Bwana asifiwe. Na hiyo ni jambo hata pastor anaweza kuambia kwamba kuna wengi ambao walikuwa ni adui zake na bado walikuja sasa kuwa marafiki baadaye. Sababu walikaa na wakakaa na wakaona kweli Mungu amemshika mkono. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hebu nasi pia wacha watu waone ndani yetu Mungu. Tuwe Wakristo kamilifu. Tusimame mahali Bwana ametuambia tusimame. Wacheni watu waangalie waone wokovu wetu. Waone Mungu ndani yetu. Watu wale tukiamini na tukimngojea Mungu, hata mabaya yakitendeka, hata hii ianguke, nimenyang'anywa hii imeenda, ile imeenda, lakini bado nimesimama ya kwamba Mungu ni Bwana. Na waone kwamba nilipoteza hii na nikapata hii. Hapa nilianguka na nikasimamishwa. Hapa nilipotea njia na hapa nikapata njia. Waangalie waone kwenda juu na kwenda chini mpaka wakati Mungu amekusimamisha. Sababu hawa waliangalia Isaka mpaka imefika mahali wakasema mpaka sasa wewe ni mbarikiwa wa Mungu.
Bwana asifiwe. Kwa hivyo mbeleni hakuwa amebarikiwa vile, lakini as time went alienda akibarikiwa, na imefika mahali wakaangalia wakaona kweli sasa ni mbarikiwa wa Mungu. Wacha watu waone maisha yetu vile, waone kule Mungu alitutoa, vile anatutembeza na mahali atatufikisha. Wacheni tuwe ushuhuda kwa dunia ya kwamba Mungu anatenda. Bwana asifiwe. Tuache kulilia wanadamu. Dunia ikilia tusilie nao. Wakisema imewezekani tusiseme haiwezekani. Hebu tutafute ni nini Bwana ananena juu yetu. Sababu maneno ya Mungu ni tofauti na maneno ya dunia. Dunia ikisema hivi, Mungu husema tofauti. Dunia ikilia hivi, Bwana husema vingine. Yeye huja na kusema amka, panguza machozi. Amka, tembea. Hata kama uko na njaa, amka, tembea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata kuangalia na kukuhurumia tu, una njaa, siwezi kukutumia. Hata sasa watakutuma mbali na una njaa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hebu wacheni maisha yetu iwe ni ushuhuda ya yale Mungu anaweza tenda kwa yule amwaminie. Already promises ziko juu yetu. Ni hizi kuchukua zile promises. Isaka aliambiwa, babako alinitii, hata wewe nitii. Na hakika Isaka vile babake alibarikiwa, naye pia akabarikiwa. Nasi pia hebu tubarikiwe kama vile Yesu amenena juu ya maisha yetu. Bwana apewe sifa. Na tumuone Mungu katika maisha yetu. Waliokuwa adui waje na kusema, tumeona sasa nyinyi ni wabarikiwa wa Mwenyezi Mungu. Bwana apewe sifa. Tutafika hapo kwa leo na Bwana awabariki.